wizara hii ina dhamana ya masuala ya ulinzi na usalama. Wizara hii ya mambo ya ndani ya nchi ina dhamana ya ulinzi wa kila raia, ina dhamana ya ulinzi wa kila mali ya raia, ina dhamana ya ulinzi wa rasilimali za taifa pamoja na mali za taifa zinazomilikiwa na umma, na umma ni mimi na wewe. Inapotokea kwa namna yoyote kuna taarifa, kuna maelezo au kuna kauli ama kuna uchochezi wa namna yoyote unaolenga kwenda kuhatarisha amani hata ya mtu mmoja, usalama hata wa mtu mmoja, ili mradi ni raia halali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni wajibu wetu kwa mujibu wa Katiba ibara ya 14, haki na ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na rasilimali za nchi. Jukumu hilo ni tumepewa kwa mujibu wa katiba, na tunao wajibu wa kuhakikisha kuna ustawi wa wananchi. Tunao wajibu wa kikatiba wa kuhakikisha wananchi wanastawi kiuchumi, wanakuwa salama kiafya, wanakuwa salama kwenye mazingira yao. Ni jukumu la kikatiba lililopewa nchi kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba inayosema serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi na nchi ya kidemokrasia kupitia kuchaguliwa. Ni wajibu wa ibara ya 8 inayosema serikali itawajibika kwa wananchi. Ni wajibu tulionao kikatiba ibara ya 8 inayosema serikali itakuwa na wajibu wa kwanza wa kuhakikisha ustawi wa wananchi. Wajibu huo tunapewa pia mwananchi, anayo haki ya kulindwa na kuwa salama, kuhakikisha kwamba haki ya uhai inalindwa kwa gharama yoyote na serikali. Hakuna mtu mmoja ambaye yeye atasema ni mbabe kuliko serikali, utanifanya nini? Hakuna mtu mmoja. Hata mimi waziri wa mambo ya ndani siko juu ya serikali, hata mimi waziri wa mambo ya ndani siko juu ya sheria. Hakuna mtu yeyote aliye juu ya sheria. Hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan huwa anatuambia na anatuagiza siku zote watu wafuate sheria, kwa sababu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa kama rais wa nchi anafuata sheria, wewe ni nani? Amani haina mbadala, amani haina mbadala. Lakini vivyo hivyo amani hii tulio nayo ndiyo inaweza kuleta, kwa kuwa na amani tunaweza kufanya shughuli zetu. Uongo kweli? Hapa wengine kwenye nchi fulani hawezi kukaa kama tulivyokaa hapa. Ungesikia mitutu ya bunduki, mabomu na risasi. Watu wanaishi kibabe, mbabe zaidi ya mwingine. Kama hapa waandishi wa habari hapa angenyang'anywa kamera kwa sababu ni mtu ni mbabe. Uongo kweli? Leo tuna katiba ya nchi hii ambayo inafuata misingi ya kidemokrasia, inafuata mfumo wa vyama vingi, lakini pia haifungamani na dini, na nchi yetu imetoa maagizo kwenye ibara ya 8, inatoa haki ya kuchagua serikali. Ibara ya 5, ibara ya 3 inatambua mamlaka zote za nchi. Ibara ya 4 imeeleza mgawanyo, separation of power, bunge, serikali na mahakama na muungano wetu. Katiba tulio nayo sasa, katiba hii inatoa maelekezo kwamba wananchi wote wawe na ustawi. Katiba hii inasema wananchi wote walindwe kisheria. Katiba hii inatoa haki za watu kushiriki kwenye ujenzi wa taifa lao, ibara ya 21(2). Katiba hii inasema jukumu la ulinzi wa nchi yetu ni wa kila mmoja wetu. Sisi sote hapa, sio polisi peke yake, sisi wote kwa mujibu wa ibara ya 27 tunapaswa kuilinda nchi yetu. Ibara ya 26 vivyo hivyo. Ibara ya 28 kulinda rasilimali zetu zisipokwe, ili sisi wa Tanzania tuzitumie vizuri. Wale wa nje wapo, wale kule tunafanya utaratibu na nchi zile za nje huko walikojificha, na waliosajili laini za nje ya nchi wakizani hatuwafikii, tutawafikia. Na wale ambao wanatukana wakiwa nje ya nchi tutawafikia. Na hao walio hapa nchini wanafanya uhamasishaji kwa utaratibu huo tutawafikia. Na hata vyombo vya habari ambavyo vinaruhusu mtu aje aseme vitu ambavyo vinavunja amani tutavifikia. Na wale ambao hawana kazi yake kushinda kwenye TV na redio kutukana watu, kugawa Watanzania, tutawafikia. Na wapo wale wanaojidai wanajua sheria kuliko chochote, nao pia tutawafikia, kwa sababu tunataka taifa letu liwe na amani na salama.
hatuwezi kuzuia uhuru wa maoni na kutoa maoni na mawazo. Sheria hizi zote zipo kikatiba, haki zetu ziko wazi, ziko huru. Una uhuru wa kufanya kitu chochote, lakini kwa kuzingatia sheria, kwa kuzingatia matakwa ya kisheria, wajibu wa kisheria. Lazima sheria zetu hizi tuziheshimu. Yoyote ambaye hataheshimu sheria, sisi tutachukua hatua, ambapo tutampeleka sehemu ambayo anastahili, ni mahakamani au ni gerezani, tutampeleka mahali anapostahili. Lakini Watanzania lazima wabaki kuwa salama na shwari. Wote mtakuwa salama. Bodaboda siku hiyo mmeniambia hapa niseme au nisiseme, si ndio? Niseme au nisiseme? Siku hiyo bodaboda nchi nzima, endeleeni na majukumu yenu, itakuwa salama. Wafanyabiashara wote, mamalishe, babalishe, fungueni mabanda yenu, tutakuwa salama. Wafanyabiashara wote nchini, fungueni biashara zenu, mtakuwa salama. Hao wanaosema haitakuwa salama ni saizi yetu, na tuko tayari kuanzia sasa na mpaka mwisho wa dunia. Tuko tayari, hatuhitaji hata tupangiwe tarehe. Na bahati nzuri tumeshaanza kuwang'amua, tumeshajua kwenye mitandao wapo ambao wanaendelea kuwataja, na kwa kweli kwenye hili hatuna cha msalia mtume. Na la mwisho ambalo nalisema, kwa mujibu wa sheria za nchi hii na katiba ya nchi hii, yoyote ambaye anafanya mzaha kuhusu amani na usalama wa taifa letu, walifanya mzaha huo Oktoba 29. Walifanya mzaha huo, wakaanza kusema tena tarehe ngapi? Tarehe ngapi zilisema? Walifanya mzaha wa kujeruhi na kuumiza watu, wakafanya vurugu, wakachafua taifa letu kwenye rekodi za amani na usalama, wakavuruga rasilimali za mtu binafsi. Wapo waliochomewa maduka, uongo kweli? Wapo waliochomewa sheri, wapo miundombinu ya barabara iliharibiwa, wapo waliofilisika, wapo walionyang'anywa mali, wakafanya mzaha, ikatokea hiyo 29 Oktoba. Na katika kipindi hiki tunachowaambia wananchi wote wataendelea kufanya kazi, na kuna wengine wamerusha vipeperushi vya uongo kwamba shule zitafungwa. Hatufungi shule, shule hazifungwi, utaratibu huko pale pale. Tuko tayari, tuko kila mahali, tuko popote mlipo, tupo. Tanzania hoye! Walipo tupo, na mlipo tupo. Kila mtu atakuwa salama, hakuna matishio yoyote hapa.